Asante Mheshimiwa Spika. Serikali inatumia mipango mbalimbali ya kuwawezesha wanawake kupata mitaji, mafunzo na masoko kupitia programu zilizopo kwenye wizara za kisekta na mamlaka ya serikali za mitaa, zikiwemo utoaji wa mikopo ya 10% ya halmashauri na mfuko wa maendeleo ya wanawake, ambayo hutoa mafunzo ya uboreshaji wa thamani za bidhaa za wanawake kabla ya kupewa mikopo, kwa kuwaunganisha na SIDO, VETA na kushirikiana na asasi za kiraia. Utekelezaji wa programu za Jenga Kesho Yako BBT kwenye kilimo, mifugo na nyuki, lakini vile programu zinazoendeshwa na kusimamia na STAMIKO kwenye uwezeshaji wa wanawake kwenye madini, huduma jumuishi za kifedha chini ya Benki Kuu zilizounganishwa na huduma ndogondogo za fedha kupitia SACCOS na vikoba, ambazo ni kati ya programu maalum za kuwawezesha mitaji na masoko kwa wanawake. Mheshimiwa Mahawanga. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa majibu mazuri ya serikali, lakini nilikuwa na maswali madogo mawili. Swali la kwanza, je, serikali inachukua hatua gani kuhakikisha wanawake wanakuwa sehemu ya kupata zabuni na manunuzi ya umma ili kujiimarisha kiuchumi? Lakini swali la pili, ni lini serikali itaanzisha mfumo wa kidigitali utakaounganisha wanawake wajasiriamali na fursa za mafunzo, mitaji na masoko nchini? Asante Mheshimiwa Spika. Nipende kwa moyo wa dhati kabisa kumpongeza sana Mheshimiwa Janet Mahawanga kwa kuwa kinara wa kufuatilia masuala mazima ya uwezeshaji uchumi wa wanawake, na amekuwa msimamizi mzuri sana hata wa vikundi vya kuhakikisha wanawake wanapata mitaji. Mheshimiwa Spika, swali lake la kwanza anasema hatua gani kuhakikisha wanawake wanapata sehemu za zabuni za manunuzi kwa umma ili kuwaongezea uwezo wao kiuchumi. Mheshimiwa Spika, serikali tayari inachukua hatua mbalimbali kuna kwamba wanawake wananufaika na zabuni, na katika hili serikali inaendelea kutekeleza masharti ya sheria ya ununuzi wa umma sura ya 410 ambayo inatenga 30% kwa ajili ya makundi maalum kwa maana ya wanawake, vijana na wazee, na lengo lake kubwa ni katika kuongeza ushiriki wa makundi haya katika shughuli za kiuchumi. Lakini vile Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha wanawake wananufaika kikamilika na fursa hii, serikali imechukua hatua mbalimbali ikiwemo kushirikiana na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA katika kutoa mafunzo kwa maafisa maendeleo ya jamii wetu zaidi ya 978 kata zote nchini. Lengo ni kuona kwamba maafisa hawa wa maendeleo ya jamii sasa wanashuka kule chini, wanatoa elimu kwa wanawake na vijana na kuhakikisha kwamba wanapewa mafunzo ya kielektroniki kwa kuhakikisha wanaweza kuingia kwenye mfumo wa manunuzi ya umma kwa maana ya National E-Procurement System of Tanzania NeST. Lakini vile wakishafanikiwa kupata mafunzo haya wanaweza kushiriki kikamilifu katika zabuni zinazotolewa na taasisi za umma. Lakini vile serikali tunaendelea kuwezesha ushiriki wa wanawake katika zabuni za serikali, ambapo hadi sasa zaidi ya bilioni 17 vikundi vya wanawake 539 vimeweza kunufaika, na hii yote ni jitihada ya serikali ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuona kwamba wanawake hawaachwi nyuma. Lakini tunapoongelea 30% za PPRA, vijana pia wameshanufaika, zaidi ya vikundi 853 bilioni 20 zimetoka. Kwa hiyo serikali tayari inachukua hatua. Mheshimiwa Spika, swali lake namba 2 ameuliza serikali lini itaanzisha mfumo wa kidijitali unaounganisha wanawake wajasiriamali na fursa za mitaji, mafunzo na masoko nchini. Mheshimiwa Spika, kama tunavyofahamu sasa hivi dunia iko kiganjani na wanawake wamekuwa mstari wa mbele katika kuona kwamba wanaingia katika majukwaa mbalimbali ili waweze kushiriki kikamilifu kufanya biashara hizi kidigitali. Na sisi kama serikali tunafanya kazi na mashirika yasiyo ya kiserikali katika PPP kuhakikisha wadau mbalimbali pia wa maendeleo na sekta binafsi wanaweza kuanzisha mifumo ya kidigitali inayounganisha wanawake. Kwa mfano, tuna app mbalimbali
tuna apu nyingi sana ambazo zinatumika wanawake kupata masoko na wateja wapya. Kwa mfano apu ya Kibubu app. Hii Kibubu app inafanya kazi nzuri sana, ni ya kaka yetu David Chacha, ambaye ukiingia pale kwenye mtandao utamkuta yeye. Kazi yake kubwa ni kuhakikisha wanawake wale ambao hawana mitaji ya kuweza kukodi vyumba vya biashara, basi wanafanya biashara mtandaoni. Wewe kama umesindika pilipili, umesindika spices, umesindika chochote, ama unauza dagaa, ukiingia kwenye app yake yeye anakutafutia soko, unaweza ukafanya biashara hii ndani na nje ya nchi. Lakini tuna soko ambayo inatekeleza serikali inatekeleza kwa kupitia ushirikiano wa chama cha wafanyabiashara wanawake TWCC. Na katika hili wanawake wengi wajasiriamali wanapata fursa ya kutangaza bidhaa zao, huduma zao, lakini vile vile wanajifunza stadi za biashara na ujasiriamali. Tuna app na tuna watu wengi sana mitandaoni yetu. Tuna duka huru, anawezesha wanawake wanaweza kutengeneza content, wanauza biashara zao kupitia status zao za simu, wanatangaza biashara kupitia jukwaa lake, lakini vile vile wanaongezewa uwezo wa kuona kwamba wanaweza kupata wateja wapya. Asante Mheshimiwa Suma. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa swali dogo la nyongeza. Ninaishukuru sana serikali jinsi ambavyo imeendelea kutoa fedha za 10% kwenye vikundi. Mheshimiwa Spika, baadhi ya wanawake wa mkoa wa Mbeya hawana uelewa wenye tija namna ya kufanya biashara zao. Sasa je, ni lini serikali itawawezesha maafisa maendeleo wa mkoa wa Mbeya ili waweze kuzifikia wilaya ya Kyela, Lungwe, Chunya, Mbalali, Mbeya jiji na Mbeya DC pamoja na Mbalali ili waweze kutoa semina kwenye mkoa wa Mbeya? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Spika, kwa dhati ni kupongeze sana Mheshimiwa Suma Fyandomo, dada yangu, mbunge mwenzangu kutoka mkoa wa Mbeya. Maafisa wetu wa maendeleo ya jamii wamepatiwa elimu hii na wanaendelea kupatiwa, na ni moja ya mipango ya wizara kuhakikisha kwamba mikoa yote tutakwenda kuifikia, kuona kwamba wanawake wote wanapata uelewa, wanapewa elimu, wanaonyeshwa fursa. Lakini kwa wale ambao watashindwa kujiwezesha wao wenyewe, kuona kwamba wanatekeleza na kutimiza vigezo vya kupata hii mikopo ya 10%, maafisa maendeleo yetu ya jamii watawasaidia kuhakikisha kwamba wanakidhi vigezo ili waweze nao kunufaika na mkopo huu wa 10%. Asante Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Shadia. Jiandae Mheshimiwa Nyoka. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nianze na kuipongeza wizara hii kwa kuhakikisha mnatufanya wanawake siku zote tunang'ara. Hongereni sana kwa kazi nzuri. Mheshimiwa Spika, bado kuna malalamiko kwa baadhi ya vikundi vya wanawake ambao wanasubiri kuwezeshwa, ambao wameshamaliza taratibu zote za kujisajili na kupatiwa mafunzo. Je, wizara kama wizara mnalitambua hili? Na kama mnalitambua, mna mkakati gani wa kuanza na hawa wanawake kabla hatujaendelea kusajili vikundi vingine? Asante. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Spika. Nipende kumpongeza Mheshimiwa Mariam kwa kuendelea kufuatilia na kufanya kazi nasi, na nikushukuru kwa pongezi, unatutia moyo tuendelee kuchapa kazi. Mheshimiwa Spika, tunafahamu malalamiko haya, tunapokea simu nyingi, lakini vile vile tunaendelea na ushirikiano na wenzetu wa TAMISEMI kupitia wakurugenzi kuona kwamba malalamiko haya yanafanywa kazi. Mimi nipende kumtolea mfano mkurugenzi wa halmashauri ya Mbeya jiji, anafanya kazi nzuri. Malalamiko yalikuwa mengi, lakini ndugu yetu Kijaji ameyafanyia kazi. Kwa hiyo hatua mbalimbali zinaendelea kuchukuliwa kuhakikisha wote waliokidhi vigezo wananufaika na hizi fedha, kwa sababu ndio dhamira ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuona kwamba wanawake wote tunaweza kuwafikia, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Asante sana. Mheshimiwa Kombani. Mheshimiwa Nyoka, naona umejitoa kwenye mtandao. Mheshimiwa Nyoka, naona umejitoa. Mheshimiwa Nyoka. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Je, serikali ina utaratibu gani
wa kuhakikisha taasisi za umma zinanunua bidhaa kutoka kwa wajasiriamali wanawake. Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Spika, nikupongeze sana Mheshimiwa Nyoka kwa ufuatiliaji na kuhakikisha unawasemea wanawake vizuri ambao wamekuleta humu ndani kuwakilisha. Utaratibu wa serikali kuhakikisha bidhaa za wazawa zinatumika, sisi sote ni mashahidi. Tumeendelea kusisitiza na Mheshimiwa Dorothy Gwajima hata katika sherehe zetu za wanawake za mwezi wa 3/8 amekuwa akisisitiza batiki ivaliwe. Hii ni bidhaa inayotengenezwa na wanawake wa chini kabisa kwa viwanda vidogo kabisa, na vile vile tunaendelea kuona viwanda hata vya viatu vikiwa pale Arusha, lakini hata kwenye vyuo vyetu vya maendeleo ya jamii, hata wanawake wanaochukua mikopo, vijana wanatengeneza pia viatu. Wote hawa tunaendelea kuwasemea, na sisi waheshimiwa wabunge ni waombe tuweze kufanya hii kazi ya kuhamasisha katika maeneo yetu. Tutumie bidhaa za kwetu, bidhaa za wajasiriamali wadogo wadogo, ili tuweze kuwakuza kiuchumi na hata mikopo tunaowapa iwe yenye tija. Mheshimiwa Kombani, jiandae Mariam Mwinyi. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kuniruhusu niulize swali la nyongeza. Fursa nyingi zinazotolewa na wizara zimekuwa zikifika kwa kusuasua kwa baadhi ya wanawake wa mkoa wa Morogoro kutokana na ukubwa wa mkoa na pia baadhi ya maeneo kuwa magumu kufikika. Je, wizara ina utaratibu upi ambao utahakikisha kila mwanamke wa mkoa wa Morogoro anafikiwa licha ya changamoto ya umbali pamoja na miundombinu? Waziri. Asante Mheshimiwa Spika, nikupongeze sana Mheshimiwa Selina Kumbani kwa maswali mazuri ya kujenga, na nikupongeze kwa sababu pia umekuwa kinara wa kufuatilia ukuaji wa uchumi kwa wanawake. Mheshimiwa Spika, maeneo ambayo ni mazingira magumu kufikika, sisi kama wizara tuna maafisa maendeleo ya jamii mpaka ngazi ya kata, na sasa hivi jitihada tunazozifanya ni kuhakikisha wanapata vyombo vya usafiri. Tayari tumenunua pikipiki nyingi na zimeshawaendea maafisa maendeleo wengi kwenye ngazi ya kata, na jitihada ya kuongeza pikipiki zinaendelea. Na kwa sasa hivi tuna katibu mkuu mchapakazi kakaangu Maswi, naye amelivalia njuga swala hili kutaka kuhakikisha kuona kwamba tunapata pikipiki nyingi kwa haraka ili tuweze kuwawezesha maafisa maendeleo. Hawa maafisa maendeleo wakishawezeshwa wakiwa pale kwenye kata, wataweza kutembea kijiji kwa kijiji kuhakikisha mpaka ngazi ya kijiji wanakwenda kunufaika na hii mikopo ya 10% na wao waweze kujikwamua kiuchumi. Lakini vile vile fursa kuzisimamia na kuhakikisha wote zinawanufaisha, tutaendelea kufanya hivyo Mheshimiwa Mbunge. Mheshimiwa Mariam Mwinyi. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Pia napenda kumpongeza naibu waziri kwa majibu yake mazuri katika wizara hii. Mheshimiwa Spika, je, serikali ina mkakati gani wa kuwaunganisha wanawake wajasiriamali katika masoko ya kimataifa ili kuongeza ushindani wa bidhaa zao? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Spika, nikupongeze sana Mheshimiwa Mariam Mwinyi kwa swali lako zuri. Na mimi nakushukuru sana kwa kunitia moyo. Pongezi zako nimezipokea. Kuhusiana na serikali kutafuta masoko ya kimataifa kwa wanawake wetu, tayari tuko kazini kupitia mabalozi wetu kwenye nchi mbalimbali. Tayari wanafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kila anayefanya biashara na anaweza kufanya mawasiliano wanaweza kutafuta wateja. Kwa hiyo kazi hii tutaendelea kusimamia na kushirikiana, na nitoe wito kwa yeyote mwenye kuona kwamba ana fursa aweze kushirikiana nasi ili tuweze kuwasaidia Watanzania wote, wanawake wote, vijana na wazee, watu wenye ulemavu. Kwa umoja wetu hili linawezekana.
Tunaendelea Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Emmanuel John Kambai. Swali la mbunge wa Babati mjini linauliza, je, lini serikali itajenga bwawa la umwagiliaji katika kijiji cha Nakwa, kata ya Bagara Babati? Swali hili linakwenda kutolewa majibu na naibu waziri wa kilimo David Silinde. Ya serikali. Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika. Skimu ya umwagiliaji Nakwa iliyopo katika kata ya Bagara, wilaya ya Babati imetambuliwa kuwa na jumla ya ekari 400 zinazofaa kwa kilimo cha umwagiliaji, ambapo wataalamu kutoka Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Babati tayari wametembelea eneo husika kuanzia sehemu inayopendekezwa kwa ujenzi wa bwawa hadi mashambani na kujiridhisha kuhusu uwezekano wa utekelezaji wa mradi huo. Hatua inayofuata ni kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mradi huo. Hivyo ujenzi wa bwawa la umwagiliaji katika kijiji cha Nakwa utaanza baada ya kukamilika kwa hatua hizo za maandalizi. Mheshimiwa